Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba nichukue fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kufika salama katika hafla hii muhimu ya kuwatunuku vyeti vijana wetu waliomaliza mafunzo yao na kufaulu vizuri. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa nasi katika hafla hii, tukijua kwamba una shughuli nyingi na muhimu na nyingine za kitaifa, lakini ukazeka pembeni kwa muda ukaja ukaungana nasi. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wageni wote ambao nao wameacha shughuli zao za kijamii, lakini wakatenga muda wao angalau kwa muda mfupi kuja kuwa nasi katika shughuli hii muhimu. Kwa hivyo kwa wote tunawashukuru na tunasema karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu cha mafunzo ya amali cha Vitongoji ni moja kati ya vyuo vitatu vya mafunzo ya amali Zanzibar, vikiwa ni Mwanakwerekwe kule Unguja, Kokotoni Unguja pia, na cha Vitongoji kikiwa cha tatu. Vyuo vinavyoendeshwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mamlaka ya Mafunzo ya Amali. Vyuo hivi vimeanzishwa na serikali ili kuwasaidia vijana ambao kwa hiari yao wameamua kujiunga na vyuo hivi na kuona kuwa hapa ndio kimbilio la kujenga maisha yao. Walimu na wanafunzi wa chuo chetu wamekuwa wakijitahidi kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa wanafunzi wetu wanapata kile walichokifuata na kwa kiwango bora kabisa, pamoja na changamoto mbalimbali wanazopambana nazo, jambo ambalo limekuza hadhi ya chuo na kuongeza idadi ya vijana wanaohitaji kujiunga na chuo hichi mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, usajili katika miaka ya mwanzo wa ufunguliwa wa chuo hichi ulikuwa mgumu sana na ulikuwa ukichukua takriban muda wa miezi mitatu hadi kukamilika kwake, yaani kutimiza wanafunzi tunaowahitaji. Lakini kwa sasa wanafunzi wanaokosa nafasi ya kujiunga ni wengi kuliko hata wale ambao tunakuwa tunawasajili. Serikali kwa kuliona hilo, ndio maana imeona iongeze chuo kingine cha Daya kwa Pemba, na bado wako wengi ambao wamekosa nafasi za kujiunga katika vyuo hivi mwaka huu. Kwa sasa chuo chetu kina jumla ya wanafunzi 256 wakiwemo wanawake 113 na wanawake 143 ambao wanahudumiwa kitaaluma na walimu 29 wakiwemo wanawake 9 na wanaume 20. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu hadi sasa kinatoa mafunzo yake katika fani 6 ambazo ni umeme, ujenzi, uhunzi, ufundi bomba, ushoni pamoja na fani ya upishi. Ongezeko la uhitaji wa vijana kujiunga na vyuo vya ufundi kumeshughulisha sana Mamlaka ya Mafunzo ya Amali, na kupitia hilo iliamua kuongeza fani za ufundi katika vyuo vyetu ili kuongeza fursa zaidi kwa vijana wanaotaka kujiunga na mafunzo hayo. Katika hili, Mamlaka ya Mafunzo ya Amali imekamilisha ujenzi wa jengo la vyumba 8 katika chuo hiki cha Vitongoji kwa ajili ya kuanzisha karakana kubwa itakayohusisha mafunzo ya usindikaji wa vyakula, matunda na mboga mboga. Jengo hili lilitegemewa kufungwa mashine za usindikaji na kuanza kazi rasmi tokea mwaka 2020, lakini ikashindikana kutokana na maradhi thakili ya COVID-19 yaliyoikumba dunia, Zanzibar ikiwa ni sehemu ya dunia hiyo. Aidha, Mamlaka ya Mafunzo ya Amali katika chuo cha Vitongoji imekamilisha ujenzi wa karakana ya mafunzo ya ufundi magari pamoja na karakana ya ufundi ya mafriza na friji kwa dhamira ile ile ya kuongeza fursa kwa vijana kujifunza zaidi. Kukamilika kwa karakana ya usindikaji sio tu kutatoa fursa kwa vijana kujifunza, bali kutaokoa matunda mengi yanayopatikana hapa Zanzibar ambayo kwa msimu yake huozeana ovyo na faida kubwa kukosekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la kuanzisha vyuo hivi ni kuwapatia elimu ya ufundi vijana wanaomaliza mafunzo yao ya elimu ya lazima
ambao kwa hiari yao wameamua au wameona haja ya kutengeneza misingi imara ya maisha yao kwa kujiunga na hivi vyuo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, baada ya kuona changamoto kubwa ya ongezeko la vijana wanaomaliza elimu ya sekondari kila mwaka pamoja na uhitaji wao wa ajira ili kujenga mustakabali wa maisha yao na kusaidia familia zao, iliona ni vyema au njia pekee ya kupunguza ukubwa wa changamoto hiyo ni kuanzisha vyuo vya mafunzo ya kazi za amali. Ikaonekana kuwa elimu hii ya ufundi ndio ambayo itawawezesha wahitimu wake kujiajiri wenyewe au kuwajengea uwezo wa kuajirika katika taasisi za serikali au kampuni binafsi. Katika kutekeleza hilo, chuo chetu hadi sasa kimeshawapatia mafunzo hayo vijana wapatao 656, kati yao ni wanaume 477 na wanawake 179. Vijana hao hivi sasa wameenea katika sehemu mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania wakifanya shughuli zao za kimaendeleo kupitia mafunzo walioyapata hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu na wafanyakazi wa chuo cha vitongoji wamekuwa mstari wa mbele kabisa katika kutekeleza azma ya serikali ya kuwapatia vijana stadi za ufundi ili kuwakwamua kutoka pale walipoishia kitaaluma na kuwaweka mahala salama katika kuyafikia malengo ya kusoma kwao. Wakati wote walimu wetu wanafikiria ni kwa namna gani vijana wanaojiunga na chuo chetu wanapata kile walichokihitaji na si vinginevyo. Na ndio maana leo hii tutawatunuku vyeti jumla ya wanafunzi 101 ambao wamemaliza mafunzo yao katika fani 6 tulizozitaja hapo juu. Vijana hawa wanaingia katika jamii wakiwa wameiva vizuri na wako tayari kwa kazi, na naomba nitumie nafasi hii kukuomba wewe binafsi kwa nafasi yako kuwapatia fursa mbalimbali zinazowahusu pale zinapotokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kimekuwa na mafanikio makubwa sana, yakiwemo ongezeko la wanafunzi wanaodahiliwa. Hii imekuja kutokana na kuongezeka kwa uelewa wa umuhimu wa vyuo hivi katika jamii zetu. Lakini pili, ongezeko la wahitimu wanaotoka kila mwaka ambao wameiva kutokana na fani zao. Tatu, wako vijana wetu waliopata ajira. Kuna vijana wetu ambao wamepata ajira katika sehemu mbalimbali. Wako waliopata ajira au walioajiriwa katika taasisi mbalimbali za serikali na za binafsi. Kwa mfano, kuna vijana wameajiriwa katika Wizara ya Kilimo, wako Wizara ya Afya, wako Wizara ya Mawasiliano, wako Mamlaka ya Viwanja vya Ndege, wako katika Baraza la Mji, wako Shirika la Umeme, wako Mamlaka ya Maji ZAWA, wako JKU, wako katika mahoteli mbalimbali ya Unguja na Pemba na sehemu nyingine kadhaa. Wote hawa wameajiriwa kutokana na fani ambazo wamezipata hapa kwetu. Lakini jingine, wako vijana ambao katika faida ambazo tumezipata, kama wako vijana waliojikusanya katika vikundi vya ushirika na kuendesha shughuli zao za uzalishaji mali baada ya kupata mafunzo ya hapa juu na kupatiwa mikopo. Aidha, wako wahitimu wetu ambao wamejiegesha katika karakana na viwanda mbalimbali vya watu binafsi, nao wanaendesha maisha yao kupitia taaluma wanazopata hapa. Kwa upande wa changamoto, kama ilivyo katika vyuo mbalimbali vinavyotoa elimu, chuo chetu kina changamoto kadhaa ambazo kwa kiasi kikubwa kinapunguza kasi ya utendaji wa kazi zetu za kila siku. Chache katika hizo ni upungufu wa vitabu kama hivyo ilivyoelezwa katika risala ya wanafunzi, vitabu vya kusomea ambavyo haviendani au vinavyoendana na fani zao. Jingine ni mwitikio mdogo wa vijana wa kike katika kujiunga na kujiunga na vyuo hivi. Jitihada kubwa zimekuwa zikifanywa za kupita sehemu mbalimbali na kuzungumza na jamii kuhusu umuhimu wa kujiunga na hivi vyuo, ila bado kuna mwitikio mdogo kwa wanafunzi wa jinsia ya kike, wao wakidhani kwamba labda sehemu za ufundi ni sehemu za kuhusu wanaume tu. Kwa hivyo hili tunaomba vile lizungumzwe katika mikutano mbalimbali kuona kwamba fursa za kujiunga na chuo chetu ziko sawa kwa wanawake na wanaume, na uwezo wa kuchukua fani za ufundi upo kwa wanawake na wanaume. Inasikitisha kabisa kuona kwamba asilimia kubwa ya vijana tulionao katika jamii zetu ni wa kike, lakini asilimia ndogo ya wanafunzi wanaojiunga hapa ni wa kike vile vile. Changamoto nyingine ni nafasi finyu ya dakhalia zetu. Tukiwa tunaongeza uhamasishaji kwa vijana kujiunga na chuo, nafasi za malazi ni za muhimu sana.
Kwa kuzingatia ukubwa wa eneo tunalolihudumia kwa maana ya Pemba mzima, nafasi za kutosha za dahalia ni jambo la kuzingatia sana. Kwa sasa dahalia zetu zina uwezo wa kuchukua wanafunzi 64 wa kiume na 64 wa kike pekee, ambazo hazikidhi haja, jambo ambalo linasababisha baadhi ya wanafunzi kusamehe masomo kwa ajili ya kutokana na kukosa nafasi za kupata dahalia. Mwisho, naomba kuchukua fursa hii wanasihi sana wazazi na walezi wa vijana wanaomaliza masomo yao ya sekondari na mengine